Mimi nachelea kusema siku ya jana tumempoteza Spark ambaye ni msanii. Naona. Lakini pia siku ya jana tumempoteza msanii mkongwe ambaye aliweza kufariki siku ya jana. Sasa mimi najiuliza, entertainment industry kuna vitu vingi vimejificha ambavyo kiukweli kabisa wasanii wetu wanapitia maisha ambayo yako very complicated na ni magumu sana. Kwa sababu gani? Wasanii wetu wa Tanzania wanafanya makubwa sana, lakini return yake haionekani kwa walio wengi, kwa baadhi yao. Yes, kwa hiyo walio wengi wanatumia effort kubwa kufanya kazi kubwa ambazo jamii zinaisikiliza, zinaonekana ni kazi kubwa, na jamii na portray tofauti kwamba hawa watu kwa sababu mtu ana hit song kafanya makubwa atakuwa na kipato kikubwa. Kumbe system ya muziki wetu haiko hivyo. Yani kuna big fish mwingi, kwa hiyo kuna matatizo mengi sana kwenye industry ya entertainment kiujumla, mpaka filamu ambao yawezekana maybe hawana sehemu ya kuzungumza, maybe inabidi waishi hivyo kwa sababu watu tunawachukulia hivyo. Yani kwamba wasanii wengi wanapitia maisha magumu lakini hawasemi kwa kuhofia kusemwa na watu, na hii ina hit both side, kwamba kuna wasanii wana fake maisha, lakini pia kuna watu wanawachukulia picha tofauti wasanii. Kwa kupitia hiyo tunajikuta tupo katika kutengeneza wasanii wenye stress kubwa nchini Tanzania. Wanapata nafasi ya kutuburudisha kweli, lakini wengi wao tunakuja kugundua vitu wanavyopitia baada ya umauti kuwakuta. Ndio tunagundua kila kitu. Wasanii wengi wanaogopa kuongea, maybe yawezekana wanaogopa kuchekwa. Lakini system ya sanaa nchini Tanzania, mimi mpaka leo nitaendelea kuipigia kelele, haiko sawa. Kwa sababu inashtua sana kuona msanii kama Sogidogi, Bele 9 ni wasanii wakubwa sana unajua. Lakini bado still juzi kama si jana Sogidogi ameposti kuhusiana na mirahaba ya wasanii. Mirabaha ya wasanii. Sasa hii kidogo mimi nikasema kwenye maelekezo binafsi lazima tuzungumze. Wizara ya Sanaa, Tamaduni na Michezo. Unajua kwa nini nimenyamaza? Nimenyamaza kwa sababu bado nadhani kuna jambo ambalo linahitajika kwenye swala la mirabaha. Yes. Yani kuna ufafanuzi ama kuna uwazi unatakiwa uwepo. Yani, lakini all in all kwenye ulichokisema hivi msanii akitoa wimbo mbovu anaitwa na nani? Haitwi na mtu yoyote. We. Yani akitoa wimbo mbovu wimbo wenye matusi hapo ukisema wimbo wenye matusi BASATA. Kwa nini BASATA wasishughulike na haya mambo? Na ndio jukumu lao. Yani wasishughulike na swala la kwamba sawa, sio tu tuzingatie mabaya, lakini tuzingatie pia mazuri, kwa maana ya kujua muendelezo wa hawa watu wakoje. Maana yake kwa tafsiri yangu mimi, kwa ninachokiona ni moja kati ya majukumu yao. Kuna mstari unaishi mpaka leo, sanaa inatengeneza maskini wenye majina makubwa. Exactly. Huo ni ukweli.